Ila mwisho wa siku baada ya kuchukua ubingwa wetu nimekuja hapa kusherehekea na wenzangu na kuongea na nyinyi wanahabari. Kuna mtu nimemsikia anasema Yanga amechukua ubingwa lakini ligi imekuwa dhaifu msimu huu. Naelewa anamaanisha nini? Mimi kusema la kweli mpaka nachoka na watu. Nachoka. Yaani kwa sababu amechukua Yanga ndio ligi imekuwa dhaifu. Helikopta inatembeza kombe juu haijulikani inaenda wapi, mnasema ligi dhaifu. Au kisa tumechukua Yanga. Au kisa KMC kumechacha huko jamani. KMC kumechacha, waandishi wa habari wa KMC wote wamekimbia wamekuja huku Meja Samuel. Wote wamekimbia na helikopta tumeituma ikawafuate waje huku ndo kuna story. Kule kumechacha, mabango yale ya kutegea ya nini ya kusimamishia kombe. Yote sasa hivi wamepewa kina mama KMC wapikie nini? Miogo pale. Zimegeuka kuni. Shughuli imekufa. T-shirt zile zote mtazikuta sasa hivi kwenye vituo vya watoto yatima za ubingwa kwa makolo. Waliprint kumbe? Wameprint, kwani wasiprint. Wameprint ila sio za quality kama hizi. Sio kama hizi, sio na mashine. T-shirt ya hela hii. Hii Yanga Afrika. Tano mfululizo. Mara 5 5 consecutively. Yani mara ya 5 mfululizo tunachukua ubingwa, tunaandika historia kibabe na kombe linaletwa kwa helikopta uwanjani Meja Jenerali Samuyo. Wamemtuma wa kwanza Azam kala chuma 3, wamemtuma wa pili TRA kala chuma 3 nunge, wamemtuma wa 3 JKT waliamini tutakomea hapa kala chuma 3 nunge. Yani Yanga Afrika wakiwa wanataka kuchukua kombe hakuna mtu wa kuweza kuizuia. Kama yeye kashindwa, huyo anaituma watu kashindwa, hata watakuja kuweza wengine. Bwana mimi leo nimetazama peji ya Simba, walikuwa wamekaa muda mrefu zaidi ya masaa 4 hawajaposti kitu. Lakini hii Yanga mnaanza kupost tangu asubuhi mpo Jangwani. Hatari, sisi tulikuwa tuna confidence. Ngoja nikwambie mpaka unaona watu, sawa, imebaki pointi 2 ili tutangaze ubingwa. Na tuna mechi sawa na tunacheza kwa pamoja, lakini sisi tumeshaandaa t-shirt, tumeandaa msafara, tumeandaa mashabiki, wachezaji wana hali, viongozi wamekuja wa kutosha. Yaani maana yake sasa tulikuwa na confidence, tunaamini kwamba ubingwa tunaenda kuchukua. Na sio kwa bahati mbaya, ni maandalizi. Yanga Africans tunajiandaa. Iangalie Yanga hizi mechi 3 za mwisho walivyocheza kibabe. Yaani wamecheza kikubwa hizi mechi 3 za mwisho. Kikubwa unaona kabisa hii timu inacheza kikubwa, inacheza kibingwa, inacheza kutafuta ubingwa, sio kucheza ligi tena. Mtu anakula chuma 3 na clean sheet. Yaani tuna uhakika Diarra anakuwa salama na Yanga Afrika tunashinda. Mmefanya tukio lile ambalo mlifanya kwenye dabi la kubadilishia nguo kwenye nyumba yenu ya jirani. Kama kawaida Yanga Afrika. Na adhabu inakuja. Haije tu, haina noma, tutachangia, tutalipa. Ngoja nikwambie Yanga Afrika tukiwa na jambo letu. Sawa, tuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya ushindi wa Yanga Afrika. Na sio hapa tukubadilishia nguo. Hata mashabiki uwanjani walioingia. Kama kungekotokea sintofahamu mashabiki mngeona machizi leo. Mimi nakwambia ukweli, Yanga Afrika kwenye timu yetu tuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya timu yetu. Kama viongozi wanajitoa, kama wachezaji wanajitoa, kama staff na technical wanajitoa, kwa nini mashabiki tusijitoe? Hiyo ndio sifa ya Yanga Afrika, tupo pamoja, tupo compact, tuko very united, ndio maana tunachukua makombe na tutaendelea kuchukua. Hili la 5 baba. Haijawahi kutokea kwenye ligi hii. Mara ya 5 mfululizo Yanga analichukua kombe. Msongo mbingo kibao ndugu yangu. Msongo mbingo kibao mzee wa Mida. Yaani kulikuwa sio poa. Mzee wa Mida anakuambia ile kombe alikuwa sio rahisi. Yanga tumecheza sisi kuanzia mwezi wa 3 mpaka wa 5. Back to back. Sawa, ndani ya mwezi mmoja tumecheza na timu zote kubwa unazijua ligi kuu. Sawa, ile ya TRA, ile sijui tumecheza na Azam, sijui Simba tumecheza na nani, lakini hatujadondosha mchezo hata mmoja. Tumekuja kudondosha na Dodoma. Lakini muda huo tuna majeruhi zaidi ya 9 first 11, lakini tumeweza kusustain na mpaka leo tumebaki na alama 2 juu, tumetangaza ubingwa. Sio kitu kidogo. Yanga tumepambana msimu huu. Kulikuwa na vita kubwa, bado achilia mbali wachambuzi, baadhi ya waandishi wanatusema vibaya, wanatuongelea vibaya, wanaichambua vibaya Yanga, wanasema viongozi wetu, wanatusema mashabiki, bado mashabiki kufungiwa. Yaani nakwambiaje, msimu huu ulikuwa sio poa. Ndio maana tumefurahi, na ili kujua kama huu msimu ulikuwa kibabe, NBC wakasema sio mbaya. Kombe linakuja na helikopta. Tumeletewa kombe na helikopta leo. Shimisha. Kila historia inayoandikwa kwenye football nchi lazima iandikwe na Yanga. Ushakuwa na timu inaletewa kombe na helikopta uwanjani? Yanga Afrika peke yake. Mara ya 5 mfululizo nani umemwona akachukua? Yanga Afrika peke yake. Oya, achana masiala, Yanga bingwa. Na ninavyojua Yanga mna jambo dogo. Maana yake mtafanya shughuli kubwa nyinyi. Baba sio poa, ile paredi lake la msimu huu. Watatafuta pa kwenda, waame nchi, waame mji, waame hata bara lenyewe. Paredi la msimu huu watafute pa kwenda. Mama yangu na kuapia kwa Mungu, paredi la msimu huu watafute pa kwenda. Na nakwambia, na bado tuna jambo lingine. Na msemaji wetu najua ananisikia huko alipo. Najua Pacome kaumia, Pacome kwa majeraha. Kuna mpango mkakati wa kwenda kumuona mashabiki hospitali Pacome. Yaani sisi tuna shughuli kila siku, tuna shughuli. Ndio maana ndio habari wanatupenda. Sababu sisi tuna content, tuna habari kila mara. Kuna timu limepoa huko haliwezi kulifuatilia. Yanga mnatugombanisha jamani sisi na watu wengine. Kwa sababu gani? Wachangamke, makombe hawana, story hawana, mvuto hawana. Sasa wewe waandishi wa habari unakuja kufanya nini kwako?
Ndio maana watu wamejazana Isamuyo. Mimi nimeshuhudia leo waandishi kama 7 wanachukua pikipiki mbio. Okay MC. Mimi sinakwambia mnataka kuwatia ubaya tu wachambua waandishi wa watu kwamba wao sijui kuna wa Simba kuna wa Yanga. Sio kweli, mwandishi kazi yake kuripoti. Sawa, iwe la Simba iwe la Yanga kwa haki na wanafanya hivyo. Shida ni kwamba timu lenu bovu linafanya vibaya kwa mnahisi kama vile wachambuzi waandishi wanawatenga. Sio kweli. Hao waandishi wanafanya kazi kote. Issa Dede utamkuta wapi? Kwa Simba utamkuta kwa Yanga. Marco Mzuma utamkuta kwa Simba utamkuta kwa Yanga. Mzee wa Mido utamkuta kwa Simba kwa Yanga. Afa utamkuta kwa Simba kwa Yanga. Ndio wachambuzi, ndio waandishi wetu walivyo, wanajitoa kokote. Wakina Ndimbo mimi nawapongeza, kina Sotman wanafanya kazi kubwa na wanafanya kwa usawa. Sema shida timu lenu halina mvuto. Hasa timu inachukua sasa hivi mara 5 mfululizo. Wewe kwako waje kufuata nini? Waje kufuata nini? Waje waongee kitu gani? Waje wazungumzie penalti za mchongo mnazopewa. KMC tumeipiga 5 si 6, nyinyi mnaifunga kwa penalti. Afrika eti mnabishania ubingwa na Yanga Afrika. KMC unamfunga kwa tuta. Hivi kweli serious jamani, mbona mnatuzalilisha? Mbona mnatukompea na watu ambao tufanani nao? Yanga Afrika level nyingine, Yanga Afrika timu kubwa na ndio maana tunaonesha ukubwa wetu kila siku. Mashabiki leo wametoka Jangwani zaidi ya gari 100 zimekuja KMC. Acha private cars. Acha watu walikuja kwa miguu na bodaboda bajaji. Sio umeelewa? Uwanja umefurika mpaka watu wamekaa nje. Watu wameangalia mpira jeshini, watu wameangalia mpira beach, watu wameangalia mpira kwenye jumba hilo. Sio umeelewa? Yote hayo kwa sababu ya mapenzi. Sio umeelewa? Hatuna watu wanatufanyia figisu nyingi sana sisi Yanga Afrika. Lakini angalia tunachokifanya. Wachezaji wetu wamewasema kina Okelo wakati anakuja hapa amesemwa sana Okelo. Lakini Okelo anamaliza msimu huyo hapa. Muangalie ana magoli 14, ana assist sijui 10 sijui 12 sijui ngapi. Ana Dube muangalie. Kila siku anafanya vizuri. Muangalie Pacome mpaka ameenda kumchezea Pacome rafu sio ya kiungwana sio ya kibinadamu. Mchezaji ambaye ni professional hawezi kucheza rafu ile kwa sababu yeye ni beki wa mwisho. Ukatazi kukaba. Umeenda kucheza slide tako. Kwa approximations za kawaida tu. Unaona kabisa mpira hapa mimi si ukuti. Beki mwenye akili huwa anakunja mguu kwenye slide tako akiona mpira haufikii kwa ajili ya kumnusuru mwenzake, lakini yeye kaenda kupeleka kama ilivyo. Sijui umeelewa? Kwa hivyo wote unaona kabisa kazamilia kucheza vile. Miki ukweli namchukia sana yule mchezaji, atoke kutuomba msamaha wananchi, atoke kumomba msamaha Pacome. Sio mchezo wa kiungwana ule na mpira wetu utaki kuwa hivyo. Mimi nakwambia ukweli. Bana Baraka baba, mimi nikutakia kila laheri na ushindi mwema. Naona t-shirt yako imekaa hiyo. Kumbe mlijipanga. Consecutively. Mmejipanga. Hesabu nyota. Hesabu Baraka, hesabu 1 2 3 4 5. Yanga Afrika nionyeshe nani ana t-shirt kama hii. Nani amefanya haya? Bwana. Lia unafurahi. Nalia na nafurahi, machozi ya furaha. Ukienda sehemu yoyote waambie mimi Yanga nataka nilale hoteli ya nyota 5. Unapata. Kwa sababu hii ni nyota 5 ni kwa ajili ya Yanga tu. NBC wametuheshimisha brother. NBC wametuheshimu kupitiliza. Chuma imekuja na chopa hapa. Chuma inakuja na chopa. Haina vumbi ile chuma. Alafu kombe lile sio kwamba kombe moja fupi, kombe moja refu, ni kombe lile tu muda wote liko vile vile pacha limeshuka hapa. Kombe la NBC pesa unajua Yanga kachukua mara 5 mfululizo na NBC huwa na kawaida kwamba msimu wa kwanza anakuongezea milioni 200, msimu wa pili anakupa bonus ya milioni 400, msimu wa tatu mpaka sasa hivi Yanga ametupa bilioni 1. Hiyo ni bonus. Uko ubingwa huu. Ukichukua mara kwanza NBC wanakupa ile milioni 500 yao na anakupa bonus ya milioni 200. Ukichukua tena mara pili mfululizo wanakuongezea. Sisi tumechukua mara 5 ni bonus milioni 200 mara 5 ni bilioni 1. Yanga amechukua bilioni 1 hapa. Meja Samuyo wanasema kwamba ni uwanja ambao hawafungwi timu Yanga hatuwezi kupata ushindi. Kitu kapigwa mtu 3 na timu zote walizozituma tumezipiga 3-3. Ni kuhesabie brother. Twende. Azam kapigwa 3. Ndio huyo walimtuma huyo ndio alikuja na mshumaa. Wakamtuma TRA kapigwa 3. Huyo ndio alikuja na kiginja cha moto kabisa. Huyo sasa hivi katumwa Ruku tena. Huyu tena kaja na makaratasi yanawaka yakamuunguza mikono mwenyewe. Huyu hapa JKT. Pigwa 3 katulia. Mimi ninachomlaumu yule aliyotoa wazo la kusema kwamba helikopta izunguke. Kama China wanamnyonga. Kwa sababu gani? Unamaliza mafuta bure, hii ilikuwa helikopta igande hapa. Kuna game jamani, kama mngetoa sare huko Simba angekuwa bingwa. Unajua kule kwa shetengeza mpaka mabango na mabango nimeona yapo kule. Sasa nikwambie, umeona hii sisi NBC hizi hapa. Na t-shirt kwa shetengene. Umeona hizi zimedaliziwa hizi. Lakini t-shirt za Simba zimebandikwa tu kwamba hawezi kuchukua ubingwa ila tualizishe. Zina sticker.
Hakuna kubandika kama hivi, dalizi kama hivi. Yanga peke yake ndo amewekewa original hii. Yanga peke yake. Labda nikwambie kitu kwamba hii Yanga ili kombe la NBC, labda wa NBC waache kuweka benki. Wakianzisha labda kampuni ya pipi sigara ndo tutaacha. Lakini kama NBC wapo na pesa zipo, sisi hatuwaachia hawa miaka 10 mfululizo. Ile inatimia. Na midomo mashabiki wa Yanga. Inatimia. Sio tuna midomo tu, hata pua tunazo si hizi, lakini kwamba mara 5 mfululizo tunabeba kama hivi tulivyobeba, Mungu akatujalia, na mara